Yes, what's up on the time, naitwa Ramadhan Saidi kutoka Skyworld Television. Leo tumeweza kumtembelea msemaji wa KMC, Alidi Chukuchuku, kujua mengi sana kuhusiana na mwenendo wa timu kwa sababu maswali kwa mashabiki yamekuwa ni mengi sana. Sasa tunatamani kuyajua kutoka kwake, wao wamejipangaje na mwenendo kwa jeshi. Asalamu alaykum shehe. Na unaona tupo katika siku za mwisho na karibia Eid. Lakini pia zilikuwa ni nyakati ngumu sana hususan kwa upande wa timu pia kwa sababu wachezaji wengi walikuwa hapo katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mnakutana na mechi ambazo wachezaji pia wamefunga. Kwa kawaida si mbaya kwa sababu unafahamu ndio sisi tuko duniani kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Kutokea huu mwezi kila mtu anataka kutubu yale aliyokuwa anayafanya kwenye miezi ya kawaida. Kwa mimi kwangu wachezaji ambao walikuwa wanacheza huko wamefunga na wapa credit kwa sababu walikuwa wameweka dili mbele kabla ya maslahi yao binafsi. Lakini kuna baadhi ya timu zilikuwa zina complain juu ya swala zima mwezi mtukufu, anasema kwamba wachezaji wamesafiri mbali muda mrefu na siku ziko chache, lakini pia ukiangalia wapo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huo ni mtazamo wa kila mtu ana mtazamo wake, kila mtu ana imani yake, kwa hiyo for me naona huo ni mtazamo wa mtu binafsi. Sawa, basi sawa. Lengo la kuja hapa siku ya leo, najua kwamba mashabiki kwa sasa wana hamu ya kusikia mengi kutoka kwako wewe kama msemaji wa timu, kwamba tunaona timu haina mwenendo mzuri na wanatamani kujua kwa sababu wewe ndo msemaji ambaye mwenye final say, ambapo wewe umeweka kama connection baina ya mashabiki na timu kwa ujumla, kwamba mna mpango gani na mnapangilio gani wa kuibakisha timu katika ligi yetu. Kwa kwanza tunamshukuru Mungu kama nilivyotoka kuongea awali. Ndio. Ni kweli tunapitia kipindi kigumu, kipindi ambacho kila Mtanzania mwenye macho ya kawaida anaona namna ambavyo tuna struggle especially kwenye michezo ya ligi kuu, lakini bad enough kwenye mchezo wa FA pia tulitolewa kwenye round ya 64 bora. Ndio. Kwa hiyo niko hapa kukiri kwamba ni kweli ni nyakati ngumu, nyakati ambazo sisi wenyewe kama viongozi zinatupa wakati mgumu, zinatuumiza, lakini tunatafuta njia kulia, kushoto, juu, chini, magharibi, mashariki, kusini, kaskazini, kuona namna gani tunaweza kupata matokeo kujiondoa kule ambapo tupo. Kwa tunaamini ndio kwenye michezo ambayo inafuata tutafanya kila kitu kuhakikisha tunaweza kupata matokeo na timu irejee katika winning mentality. Mipango yetu mwanzo tunaanza na mwisho. Mipango yetu mwanzo ilikuwa ni kumaliza angalau top 4. Lakini kwa sasa niwe tu mkweli. Mipango yetu ni kuhakikisha timu inabaki ligi kuu. Exactly. Kwa sasa hivi kila kitu ambacho kinafanyika ni kuhakikisha timu inabaki ligi kuu. Mipango ambayo tuliweka awali tutai apply next season kama tutakuwa tumesalia ligi kuu. Kwa sofa lengo namba moja la club ni kuhakikisha timu inasalia ligi kuu. Mipango yote ni kuhakikisha timu inasalia ligi kuu. Kweli timu yetu hatuna mzaji ambao tumemtoa kuelekea kwenye mashindano ambayo yanakuja, zile short tournament ya FIFA series pale Kigali, Rwanda. Ndio. Inaweza kwetu ina faida kwa sababu wachezaji wetu wamebaki, kwa mwalimu ataona yupi na yupi ambaye atamatch kucheza na nani kuelekea kwenye michezo ambayo inafuata. Ndio. Kwa bahati mbaya ratiba yetu ya michezo iko karibu sana. Leo ni tarehe 19 kama sikosea. Kwa tuna almost siku 11 hadi 12 kuelekea mchezo wetu unaofuata dhidi ya Mbeya City. Kwa sasa hivi focus kuhakikisha wachezaji wetu wote wanabaki kwenye timu na kuhakikisha tunaweza kucheza michezo ambayo inafuata. Lakini kingine ukweli timu iko kimya kwa sababu pia timu haichezi. Wenzetu wakiwa wanacheza, sisi timu yetu ilikuwa mapumziko almost mwezi mmoja. Kwa hiyo hauwezi kuisikia timu kama haichezi. Lazima stories zitakuwa zimekufa, lakini punde tu baada timu itakuwa imerejea kwenye kucheza, kila mtu atakuwa anajua nini ambacho kinaendelea kwenye timu. Na morali kwa wachezaji ipoje? Kwa sababu ukiangalia nafasi mliopo kwa sasa sio nzuri. Na je, kwa upande wenu nyinyi pale mnapokuwa katika uwanja wa mazoezi na wachezaji, mnatia moyo kwa namna gani ili waweze kurudi katika mentality ya kuwin kila mechi ili kuinusuru timu kushuka daraja? Of course wachezaji na wao morali yao inakwenda, ili unapokuwa unapata matokeo negative it's obvious na morali pia inakwenda chini. Lakini tunajitahidi kukaa nao kipindi hiki kuwajenga mental, waweze kurejea katika hali yao ya kawaida. Matokeo yaliyopita. Sasa hivi tu focus kwenye michezo inayokuja. Hiyo ndio itakuwa dawa pekee au sindano pekee ambayo inaweza kuwaponya. Wakianza kufikiria kuhusiana na michezo ambayo imepita, basi huenda ikawa shida kwao. Lakini sisi tunaamini tuna wachezaji wakubwa, wachezaji ambao wako very mature. Ndio. Tunaamini wanaweza kupitia situations zote, na good player au matured player ni yule ambaye anaweza kuhandle all situations. Sometimes mnaweza mkawa mpo
bad situation anaweza kuhandle, na mkiwa kwenye good situation anaweza kuhandle. Kuna watu wakiwa kwenye good moment hawawezi kuhandle. Yaani kuna watu, mtu akiwa yuko na flaw ndio anaweza akashinda hata kucontrol hiyo fly. Any fly kapitiliza. Yes. Kwa hiyo wachezaji wetu tunaamini wao wako very matured, wanaweza kuhandle hizo situation. Ngumu na nzuri na mbaya pia wanaweza kuzimudu. Kwa hiyo tunaamini kupitia ukomavu wao unaweza ukawa ni njia sahihi kwetu kwenda kupush kurejea kwenye njia nzuri, njia ya ushindi. Okay, hiyo ilikuwa ni kwa upande wa timu, na tulitamani sana kuendelea kuiona KMC irudi katika ushindani wake kama kawaida na kwa msimu ujao tuione tena. Labda turudi kwa upande wako wewe kama msemaji. Unapitia nyakati gani kwa hivi karibuni, kwa sababu unavotoka nje na timu kwamba mashabiki wanakuface? Unapitia hali gani kwa sasa? Kwanza napitia wakati ngumu sana kwenye mitandao ya kijamii. Punde tunakutoka kucheza, watu wana comment, timu inashuka daraja. Maneno yamekuwa mengi sana, lakini kama ilivyokuwa kwa wachezaji, kama wachezaji wanaweza kuhandle basi situation, kwamba timu inapitia wakati mgumu na wanaweza kuhandle. Same to me, mimi nimewahi kupitia good moment kwenye timu, nimewahi kupitia bad moment. Sasa ndio kipindi ambacho nataka nionyeshe maturity yangu, kweli nimekuwa kuwa kiongozi wa mpira. Na muda wa kuwa encourage mashabiki wa mpira wa wilaya ya Kinondoni wa KMC Football Club, ni muda wa kuwa encourage wachezaji, ni muda wa kuji-encourage mimi mwenyewe kwa ajili ya kuhakikisha timu inarejea kupata matokeo, na vita zinaendelea. Vita sio tu kwenye kuongea, tutashinda. Tuna vita nyingi ambazo tunapambana kuhakikisha timu iweze kupata matokeo. Na tuna imani mwisho wa msimu timu itasalia ligi. Okay, hiyo ni kwa upande wako, lakini tukiangalia baadhi ya media, hata vyombo vya habari, yani kama wanajaribu kuipiga dongo timu kwamba timu inaenda kushuka daraja. Hili unalizungumziaje? Kwamba kwa sababu unakuta either ni mchezaji amepita katika mtandao wa kijamii, anakutana na content kama hizo, psychologically anakuwa how affected kwamba na hizo issues za kwenye mitandao ya kijamii. Kwanza mimi binafsi, ndio kabla ya mtu mwingine, ndio mimi napenda negative comment, kwa sababu negative comment zinanijenga, ndio, na kunikumbusha kwamba tuna safari kubwa ya kwenda, tuna njia ndefu ya kwenda. Kwa hiyo ndio tunapokutana na comment kama hizo, anawaambia wachezaji pia wasichukue kama ni changamoto, kuelekea kwenye safari ambayo tunapambana kuhakikisha timu inaweza kusalia. Okay, na swala mwisho, ukiona ukosolewi kwenye maisha, sio tu kwenye football, kwenye maisha ya kawaida, ukiona ukosolewi, kaka, siku moja kaa usiku jitafakari, kuna kitu hakiko sawa kwako. Of course, mtu ambaye ana perfection, au mtu ambaye, niseme kwamba hakuna mtu ambaye yuko na perfection ya 100%. Lazima atakuwa na weakness. Sawa. Hizo weakness ndio zitamfanya mtu amchallenge. Ukiona kaka unaishi maisha yako yote upate hata changamoto moja, ndio basi you are already died, umeshaka. Kama upo kwenye ulimwengu wa kawaida na upate changamoto, wewe umekufa. Lakini ukiona unapata changamoto, changamoto hizo sio tu za matokeo. Hata sisi tunapoishi, kuna siku kodi inaisha, umeme unaisha, gesi inaisha, na mbaya zaidi yoga vinaisha kwa pamoja. Gesi inaisha, umeme unaisha, sio nini kinaisha. Hizo ndio changamoto ambazo binadamu tumeumbiwa hapa duniani, na tunatakiwa tuzihandle. Ukiweza kuhandle that situation, wewe ni unakuwa sasa binadamu ambaye umekamilika na unaishi. Okay. Mashabiki wa KMC natumaini kwamba ameweza kusikia yale ambayo mlikuwa mnajiuliza kwa wakati mrefu sana. Kwa nini msemaji hawezi kuizungumzia timu kipindi hiki kigumu, na ameweza kuzungumzia kwa namna ambao wao wako tayari kuikabili timu isiweze kushuka daraja ili iweze kurudi katika ushindani wa NBC Premier League. Ali, la mwisho ndugu yangu, ni tamani sana ili Watanzania waweze kulifahamu shehe. Mara nyingi wasemaji kabla ya mechi huwa tunajiproud sana, si ndio? Tunapokutana na timu kubwa au na timu ndogo, after match ile situation inakuaje, kwamba aidha mmefungwa au mmesuluhu, pale mnakuwa kwenye situation gani? Kuna muda unatamani uwakimbie waandishi wa habari, lakini sasa ndio kama uliongea before unalikuwa umalize after. Mimi binafsi si miongoni mwa aina ya maafisa habari ambao huwa wanaongea sana kabla ya mechi.
na hata ikiwa baada ya mechi tumepata positive without, nimekuwa sio mtu wa kuongea sana. Ndio. Kwa kila mtu ametafuta njia ya kupita kwenye hii tasnia, kwenye hii idara. Mimi nina njia yangu, rafiki yangu Isambuzi ana njia yake. Yes. Mwanangu Moses William ana njia yake. Exactly. Na Sanza ana njia yake. Ndio. Amekuja afisa habari mpya wa Mashujaa, yeye njia yake alichagua kulia. Ndio. Kwa kila mtu ana njia yake. Ndugu yangu ndo Lobo alichagua kulia, amesema yeye ni yeye ni muha kwa blouse sisi na blouse. Na alilia sana kwa tayari matokeo. By the way, namuelewa kwa sababu tangu alipoingia kwenye timu ilikuwa ndio ushindi wake wa kwanza, toka kupoteza michezo 4 mfululizo. Baada ya kushinda ule mchezo akamwambia sasa mimi muha. Yani sisi na blouse. The football, yani sometimes football inakufanya uwe uchanganyikiwe kabisa. Kwa mimi simshangai ndio Robo. By the way, kuna wengine wanafanya vizuri. Kina Moses Mpunga Dodoma na njia zake anapita. Wote anaongea. Of course. Wote anakwambia hapa Dodoma ikiwa saa moja ikiwa saa moja, hata kija Manchester City hawezi kutoka. Hawezi kutoka. Lakini mwakaenda saa moja anakapasuka vile vile. Mapema mno. Nikampigia simu nikamwambia kaka Azam wakija Madrid hapo 4. Afu ilikuwa ni mapema sana kapasuka pale. Mapema mno. Yaani mapema mpaka dakika 10 tayari kashakula tumambe. Exactly. Kwa hiyo kuna kila mtu ana njia yake ya kuongea. Hata mimi kuna kipindi. Sema sometimes matokeo pia yanakupa nguvu ya kuongea. Mimi kipindi tuko na Mwalini hapa ilikuwa kwa utoki yani. Yaani mtu ukija kweli, lakini sasa pia kuongea kunategemea na matokeo ambayo unapitia. Hivi ni mechi gani ambayo kwa upande wako wewe, unajua kila mtu ana historia yake, ambayo wewe kama msemaji ni unforgettable match ambayo hutaweza kuisahau katika maisha yako unapolala na kuamka? Nimeingia kwenye timu msimu wangu wa kwanza. Ndio. Mechi na Wananchi. Chukua chuma 5. Mechi yangu mechi yangu si ya 4 ya ligi. Kwa sababu nilitoka kucheza mechi ya kwanza ilikuwa Ruangwa, tukarudi Dar es Salaam. Tukala 5. Afu nyumbani. Ilikuwa Chamazi ile mechi. Chamazi. Yes, tukala chuma 5. Nilikuwa nakaa Kigamboni, nilikuwa nafikiria kutoka Chamazi mpaka Kigamboni. Afu wakati huo nje kuna rundo la waandishi habari wanakusubiri. Kusubiria ile mechi iliniuma, lakini kumbe nikaja kuambia haya ni matokeo ya mpira wa miguu. Sometimes tunashinda, sometimes tunafungwa, alafu tulikuwa tuna watu ambao walikuwa wanatoa tax saikolojia, tukakaa vizuri. Okay. Mechi nyingine ambayo sitakuja kuisahau ndio ambayo ilinipa furaha. Ilikuwa ni dhidi ya Mashujaa. Last season tulikuwa tunahitaji kushinda, kupata alama moja tu dhidi yao ili tuweze kubaki ligi kuu. Tukapata hiyo mechi, tulisalisha goli dakika 79 kama sio 90. Hiyo nayo nilishangilia kweli kweli. Alafu mechi nyingine ambayo nilishangilia ilikuwa ni 2-2 dhidi ya Simba. Dhidi ya Simba. Chamazi. Wazi Junior anasawazisha bao moja hatari sana. Alafu na mechi nyingine ambayo iliniumiza ni dhidi ya Singida Black Stars. Babati ilikuwa ni mechi ya robo finali ya mechi ya 16 bora ya FA. Yes. Iliniumiza kwa sababu ya namna ambavyo aliyepewa jukumu la kutafsiri sheria alifikisha ile mchezo. Alafu mbaya zaidi ile mechi ilikuwa tulicheza kwenye wazungu wanasemaga dark continent. Unajua dark continent ndio dark continent. Ile mechi tulicheza bila kuonyesha sehemu yoyote. Kwa Masanza alichokifanya na mechi iliisha, niliumia. Nilitamani Masanza alisalimia pale nikamwambia kaka kwa ile mechi iliniumiza kwa sababu ni mechi ambayo tulikuwa tumeiweza kuishika kila eneo. Of course. Kushinda, lakini kwa bahati mbaya tulipoteza katika mazingira ambayo sisi binafsi hatukuona kama ni mazingira sahihi kupoteza. Okay. This time mpo nafasi ngumu na natumaini mtarejea kwenye nafasi nzuri ili tuweze kuona NBC Premier League. Tukija kwa upande wako kwenye hizi timu 3 zilizobakia za juu, kwa upande wako nani ambaye unaona msimu anaenda kuchukua ubingwa? Ligi imekuwa ngumu. Alafu sasa baadhi nao fixtures zimekuwa karibu sana. Wachezaji ujue ni binadamu, nao pia wana hizi vessels. Yes. Moyo wana kila kitu. Kama ilivyokuwa wewe ndivyo mimi. Ndio. Inafika kipindi wanachoka. Na ukitaka kujua watu wanachoka, rejea jana mechi ya Yanga na TRA. Exactly. Wana namna wachezaji wako wamechoka. Yaani automatically mpaka mchezaji anapata injury. Yes, ukishakuwa una fatigue kupata injury ni rahisi. Kwa hiyo bado so far bingwa bado siwezi kusema atakuwa nani. Kutokana na hizo fixtures zilikuwa karibu na timu wachezaji wanachoka. Na mbaya zaidi mechi ligi yetu inakwenda hadi mwezi wa 6. Kwa hiyo
bado mapema sana kusema. Leo mwezi wa 3 kusema nani anakuwa bingwa ni mapema, lakini kama nitaambiwa head na tail, mabingwa watatoka kwenye timu mbili. Either Simba au Yanga. Okay, na mpaka sasa tunapofikia kwenye hili dula sasa, kwa upande wako kikosi bora labda unaweza kukitabiri kwa sasa? Bado pia kikosi kigumu pia. Mzunguko wa kwanza. Wako wachezaji wanafanya vizuri. Golini. Sasa pale nako kuna changamoto golini. Magoliba wanafanya vizuri wengi sana. Ndio. Diara. Namba 2. Rosario Mwekenda. 3. Namba 3 Zimbwe kule kuna Simba wako na Kibabage na Mligo. Azam wako na Msindo. Singida wako na Imoro. Okay, tunakuja katikati pale. Namba zake nadhani ziongopa. Yeah, of course. Alikuwa na mchezo mzuri sana mechi zaidi ya Simba ile. Okay, tunakuja katikati pale kwenye 4 na 5. Juma Shingoni KMC. Exactly. Dickson Job. Dimbarakati. Dimbarakati kwa maana ya holding midfielder. Holding. Salminioza. Baba kule namba 7. Rashid Cham. Namba 8 midfield tena katikati, tunarudi tena. Namba 8. Fini anza na mangapi? Nani? Fini yule kiungo wa Dodoma Jiji. Yule ni kiraka. 8, 10 unamweka pale. 8 anakatiza vizuri sana. Okay. Namba 9 striker. Anaunga wote mwana. Sitachukua mtu anaongoza kwa mbele. Pale kuna Ngoi. Kuna Ngoi. Huyo kaja juzi tu lakini Ngoi naye mzuri. Kwa hiyo pale tunapana tumpe Depo au Ngoi? Depo amekuja muda mchache sana, ameonyesha kwamba yeye si mshambuliaji wa kawaida, ni mshambuliaji mzuri. Kwa hiyo Depo anaweza kusimama. Okay, tumalizie namba 2, 10 na 11. Shinkumi Pacome zozo. Hata hitaji maelezo sana. Fundi wa mali. Kuna sehemu hazihitaji maelezo mengi. Okay. Sasa ugumu sasa Chama naye amerudi. Chama karudi. Hiyo Shinkumi utaigawa. Utampa Pacome moja utampa Chama. Shinkumi na watu wawili. Na watu wawili. Kwa pale tunasema Sabu na first 11. Pacome na Chama. Utachagua anze na nani hapo? Atachagua yeye nani aanze. Okay, tunamaliza baba wa mwisho namba 11 hapo. Kuna ile fullback wa ile wing wa Simba yule. Aula. Acha. Au Gweye. Basi Gweye. Okay, basi mimi napenda kukushukuru sana kwa muda wako na nyakati nzuri ambazo tumeweza kupiga story mimi na wewe. Once upon a time, naitwa Ramadhani Saidi kutoka Scout Television. Wewe shabiki wa KMC, I hope umeweza kuyajua yale ambayo ulikuwa hauyajui. Basi natumaini utaendelea kuiona timu yako ikiwa katika mashindano ya NBC Premier League nyakati nyingine na msimu ujao. Kikubwa tuipigie dua timu yetu. See you when you see me.